Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News. Katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, bado tunajadili masuala mbalimbali ambayo yanatokea ulimwenguni, lakini wakati huu tukiliangazia kundi la wapiganaji la Yemen, kundi la Wahouthi ambalo wanajiita kwa jina lingine la Ansarullah. Kundi hili la Wahouthi limeendelea kuwachanganya baadhi ya wanajeshi wenye nguvu zaidi duniani. Kundi hili limekuwa likiwachanganya mataifa makubwa ulimwenguni, ikiwa ni pamoja na Marekani, lakini pia pamoja na Uingereza, ambazo zimeamua kuingilia kati kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na kundi hilo katika eneo la Bahari Nyekundu. Bado wameendelea na urushaji wa makombora kwa meli yoyote ya kimataifa wanayozingatia kuwa ina uhusiano na Marekani, Uingereza ama Israel, pamoja na baadhi ya meli zingine. Tayari kundi hili limekuwa na athari kubwa kwa biashara za kimataifa na limelazimisha meli kugeuza maelfu ya maili. Kundi hili linaonekana kutotishika na mashambulizi ya mara kwa mara ya anga ambayo yanaongozwa na Marekani kwenye vituo vyao vya makombora, na wameapa kulipiza kisasi dhidi ya mali zozote za Marekani, za Uingereza na hata zile za nchini Israel. Lakini kundi hili limetokea wapi? Kundi hili ni moja kati ya makundi ya wapiganaji, makundi ya jihadi nchini Yemen. Hata hivyo, kundi hili linadaiwa kwamba limetoka katika ukoo mkubwa unaotoka katika mkoa wa Saad, kaskazini magharibi mwa Yemen. Kundi hili linafuata itikadi za uongozi wa Zaidi za Ushia. Kundi hili ambalo lina idadi ya watu karibia 35% ya watu wa Yemen, na ni kundi ambalo linafuata uimamu wa Zaidi ambao ulitawala Yemen kwa miaka 1000 kabla ya kupinduliwa miaka 1962. Tangu wakati huo wa Zaidi walipokonywa mamlaka yao ya kisiasa, walijitahidi kuyarejesha mamlaka yao ya ushawishi wao huko Yemen. Na katika miaka 1980 ukoo wa Wahouthi ulianza harakati za kufufua mila za Zaidi, wakihisi kutishwa na wahubiri wa Kisalaf pamoja na Kisuni wanaofadhiliwa na serikali iliyokuwepo madarakani wakati huo, na wakaanzisha msingi katika maeneo ya Wahouthi. Wapiganaji hawa wa Kihouthi wamepambana na serikali ya Yemen na ni kwa zaidi ya muongo mmoja. Lakini tangu mwaka 2011 vuguvugu hili la Wahouthi limepanuka zaidi ya mizizi yake na limekuwa vuguvugu lenye nguvu na linalopinga serikali kuu. Hatimaye kundi hili liliweza kufanikiwa katika mapambano yake na kuondoa utawala wa serikali katika nchi ya Yemen. Inadaiwa kwamba baada ya kuteka mji mkuu wa Sanaa, limeweza kumiliki karibia robo tatu ya nchi hiyo ya Yemen. Hata hivyo, kutokana na kwamba kundi hili lilikuwa na mnasaba wa Shia, miongoni mwa mataifa kama vile Saudi Arabia iliamua kuingilia kati katika mzozo wa ndani ambapo Wahouthi waliuanzisha. Hata hivyo, kundi hili la wapiganaji wa Kihouthi waliamua kupambana na serikali ya Saudi Arabia ambayo baadaye ilikuja kuungana na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, lakini bila kuwa na usaidizi kutoka Marekani. Hata hivyo, kwa mara ya kwanza jeshi la Saudia lilitumwa nje ya nchi bila mshirika. Wasaudi walianzisha mashambulizi ya anga dhidi ya wapiganaji hawa na mapigano ya ardhini, ambapo inadaiwa kwamba Wasaudi 130 waliuawa. Lakini duru iliyofuata ya mapigano ya Saudia na Wahouthi ilikuwa ni mwaka 2015. Muungano ulioongozwa na Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ulianza mashambulizi ya anga dhidi ya walengwa wa Kihouthi huko Yemen. Vita kati ya Wahouthi na serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa na wafuasi wake viliendelea licha ya juhudi za Umoja wa Mataifa kufanikisha mazungumzo ya amani. Mvutano ulikuja kuongezeka zaidi katika mwaka wa 2023 baada ya Israel kuanzisha mashambulizi dhidi ya ukanda wa Gaza. Kundi hili lilidai kwamba kitendo cha Israel kufanya mauaji dhidi ya watu wa Gaza ni kitendo cha kikatili sana, na wao wakaamua kuwatetea Wapalestina waliopo katika ukanda wa Gaza. Walitumia makombora mbalimbali katika kufanikisha hili, lakini pia waliamini kwamba kama watazuia meli ambazo zinatoka katika mataifa mbalimbali zinazoelekea katika nchi ya Israel, basi wataweza kufanikisha Israel kutopata faida kwa ajili ya mashambulizi zaidi nchini Palestina katika eneo la ukanda wa Gaza. Wao Wahouthi wanaamini kwamba wanachokifanya ni jihadi, kuwatetea Waislamu katika eneo la ukanda wa Gaza ambao walikumbwa na mapigano baada ya kundi la Hamas
ambalo lilianzisha uvamizi mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 katika kile walichosema kwamba ni katika kuhakikisha wanakomboa maeneo yao yaliyo chini ya Israel. Lakini kundi hili kwa nini linaonekana ni kundi hatari? Kundi hili limepambana na nchi mbalimbali. Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu walishindwa kupambana nalo, lakini pia Waisraeli wenyewe wakati wakipambana huko katika ukanda wa Gaza, mara kadhaa walikuwa wakifanya mashambulizi katika eneo hilo la Yemen, lakini hawakufanikiwa licha ya vitisho vilivyotoka kwa Israel chini ya utawala wa Benjamin Netanyahu. Kadhalika Marekani pamoja na Uingereza waliamua kuungana kwa ajili ya mapambano dhidi ya kundi hili la Wahouthi, lakini nao hakuweza kufanikiwa. Wahouthi waliweza kudungua meli kadhaa za Wamarekani na Waingereza. Kadhalika waliweza kudungua ndege za kivita, ndege za hali ya juu katika uwanja wa vita, lakini pia Marekani ikashindwa kupambana na kundi hili licha ya mwaka 2025 baada ya kuingia kwa Donald Trump kuliita kundi hili kama kundi la kigaidi. Hata hivyo, kundi hili linadaiwa kwamba linapata msaada mkubwa kutoka Iran, na ndio sababu ya Marekani kuiona Iran kama nchi isiyofaa kutokana na usaidizi wake wa kundi hili la Wahouthi. Katika nyakati hizi, kundi hili linadaiwa kwamba linaishi katika baadhi ya maeneo ya kaskazini mwa Yemen, maeneo yenye milima, na inadaiwa kwamba kuna mahandaki ambayo hayakuonekana na mengine yakiwa yamepita mpaka baharini, kiasi kwamba ni vigumu kuliona kundi hili la wapiganaji wa Kihouthi. Kuna nyakati Israel ilirusha baadhi ya makombora katika maeneo yenye milima wakidhani kwamba wataweza kuliangamiza kundi hili, lakini ilishindikana. Lakini pia kundi hili, Marekani iliwahi kutoa tamko kwamba halina uwezo wa kutengeneza silaha na silaha zake zinatoka nchini Iran, lakini kundi hili linanasibishwa na kutengeneza silaha wao wenyewe. Moja kati ya silaha nzito ambazo wamezitumia ni pamoja na makombora ya Palestine 2, makombora ya masafa marefu ambayo mara kadhaa yameiadhibu Israel. Kundi la Wahouthi wametumia ndege zisizokuwa na rubani katika kufanya mashambulizi ndani ya Israel, lakini pia wametumia silaha zingine ambazo kwa namna moja ama nyingine zimekuwa na hatari na zimekuwa zikipenya katika ulinzi wa anga wa nchini Israel. Hata hivyo, ilifikia hatua Israel ikapata msaada wa ulinzi wa anga wa THAAD kutoka nchini Marekani, lakini bado Palestine 2, kombora la Wahouthi ambalo wa Marekani wanaamini kwamba limetoka nchini Iran, limekuwa msaada mkubwa kwa kundi hilo la wapiganaji wa Kihouthi. Hata hivyo, baadhi ya silaha zingine ambazo kundi hili limekuwa likitumia ni pamoja na kombora la Tufan, moja kati ya makombora ya masafa marefu ya ballistic ambayo na uwezo wa kuruka kwa kilomita 2000. Marekani wanadhani kwamba kombora hili limetoka Iran na ni lile ambalo limetokana na kombora la Ghadir la Iran. Lakini pia kuna makombora mengine mfano wa Tankil, moja kati ya makombora ya masafa ya kati na ni moja kati ya makombora hatari, na yenyewe pia yananasibishwa pia na Iran, ya makombora yale ya Rad ambayo yanaruka umbali wa kilomita 500. Lakini pia Wahouthi wanamiliki kombora linalofahamika kama Akil, moja kati ya makombora yenye uwezo wa kuruka hadi kilomita 800, lakini pia kombora la Quds, moja kati ya makombora ya kisasa zaidi yenye uwezo wa kuruka umbali mrefu hadi kilomita 2000, na ni moja kati ya makombora ambayo watu wa Marekani wanadhani limetokana na makombora ya Iran mfano wa Sumar ambalo limetengenezwa nchini Iran. Bado nchi za magharibi haziamini kwamba Wahouthi wana uwezo wa kutengeneza makombora wao wenyewe, wakiamini Yemen hakuna kiwanda cha utengenezaji wa makombora. Lakini Wahouthi wenyewe wamekuwa wakijinadi kwamba wana uwezo wa kutengeneza silaha. Inadaiwa pia kwamba Wahouthi walipata msaada mkubwa kutoka Iran, na hata katika miaka ya katikati ya 1980 kuelekea miaka 1990 baada ya kuanzishwa kwa harakati ya kundi hili la Wahouthi, walikuwa wakipata mazoezi ya kijeshi kutoka nchini Iran kutokana na baadhi ya taarifa zilizochapishwa katika vyombo mbalimbali vya habari. Licha ya kwamba Wahouthi wenyewe wanaamini kwamba baada ya kuondoa utawala miaka 2011 hadi 2015 waliweza kuchukua baadhi ya majeshi yaliyopo ndani ya Yemen, na waliweza kumiliki baadhi ya vituo vya kijeshi, na waliweza kupata mafunzo kutokana na wale wanajeshi ambao walikuwa watiifu kwa serikali. Bado Wahouthi wanapambana kuhakikisha wanaitawala Yemen, na mpango wao ni kuona wanaondoa kabisa majeshi yaliyobaki ya serikali, ambayo eneo la robo moja tu
ya eneo zima la nchi ya Yemen, na wanaamini kwamba watafanikiwa katika hili. Mtazamaji wa The World News, kimsingi kundi hili la Wahouthi ni moja kati ya makundi hatari katika Mashariki ya Kati na limeweza kupambana na mataifa makubwa, na wamesema kwamba kundi hili ni gumu kutokana na ni kwa sababu kundi hili limejiwekea utaratibu wa kutonekana hadharani na linafanya mashambulizi ambayo hayaonekani yanatokea wapi. Badala yake baadaye huweka picha kwamba wamefanya mashambulizi kadhaa na wamefanya katika maeneo fulani, lakini yanakotokea huwa hayaonekani, licha ya baadhi ya wachambuzi kusema kwamba kundi hili kwa asilimia kubwa wanaishi katika chini ya milima, na ndio maana sasa hivi wapiganaji kutoka IDF, jeshi la Israel, linawasaka wapiganaji hawa katika baadhi ya milima, licha ya kwamba walijaribu hivyo kuwashambulia wapiganaji hao wa Kihouthi. Mtazamaji, bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adamu Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.